Hello, mambo vipi? Ni exclusive na Halima the Queen kutokea Sams TZ, na kama kawaida nikukaribishe katika jukwaa la mchezo huu wa pool table. Hii inakuwa nakuletea watu mahiri ambao wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kubadilisha taswira ya mchezo huu wa pool barani Afrika. Na leo niko na mmoja wa wabunifu wakubwa wa maendeleo ya mchezo huu wa pool nchini Tanzania. Huyu si mwingine ni brother Tima Ntengo ambaye ni mmiliki wa moja ya klabu kubwa ya mchezo huu wa pool table nchini Tanzania, klabu ya Q Masters, lakini pia ni mwandaaji wa mashindano makubwa ya kimataifa ambayo huwa yanafanyika hapa nchini Tanzania. Tutazungumza naye mawili matatu, atatuelezea ni namna gani katika safari yake yeye katika mchezo huu wa pool table mpaka kufikia hapa tulipofikia. Brother Tima, mambo vipi? Poa Halima, mambo vipi? Safi kabisa. Nimefurahi kuwa na interview nawe siku ya leo. Pia nafurahi. Karibu sana. Thank you so much. Kwa wale wachache ambao wasiokufahamu zaidi, brother Tima, tuelezee Tima Ntengo ni nani na wadhifa wako zaidi? Mimi ni mmoja wa wadau wa pool table nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla, na miliki club ya Q Masters ambayo ina takriban miaka miwili sasa, na inakuwa ni club ambayo ina mafanikio makubwa ndani ya muda mfupi, ikiwa na arena kubwa mbili hapa Arusha na Dar es Salaam. Na mwaka jana tumeandaa mashindano mawili ya kimataifa, moja ilifanyika Dar es Salaam na nyingine Arusha. Kwa mwaka huu tumerudia tena kuendeleza ile harakati zetu za kusupport mchezo kwa vijana. Alright. Najua kila kitu mwanzo kinakuwa na changamoto mbili tatu. Wewe ulipata changamoto gani tangu unapoanzisha Q Masters mpaka hapa tulipofikia tunaenda kwenye third edition? Kweli kila kitu kina changamoto zake, ni namna tu ambavyo zile changamoto wewe unazipokea. Sometimes unajua kwenye huu mchezo ukiingia kama mfanyabiashara unaweza ukaona ni kitu ambacho maybe unaweza usichukue hata mwezi ukaachana nacho, lakini asilimia kubwa ukiangalia watu ambao wamedumu kwenye huu mchezo wanafanya kwa passion. Unaona, wanapenda kucheza, wanapenda kuangalia. Kwa hiyo kwa sababu tumekuwa kwenye hii cycle kwa muda mrefu, kwa kila jambo ambalo tunalifanya kwa mapenzi. Kwa maana hatusiti kusupport chochote ambacho kinatokea kinahusiana na mchezo na support. Ukiangalia mashindano mengine ambayo unajua kwamba zawadi maybe gharama unazotumia maybe mara 3 mara 4 ya zawadi, lakini kwa sababu watu wanataka pia na nyinyi muweze kusupport, tunaendeleza kusupport. Kwa hiyo changamoto naweza kusema tu labda ni ile bado ipo kwenye upande wa wachezaji wetu kujitambua, kwa sababu hizi fursa sio fursa ambazo zipo maisha yote. Kwa hiyo sasa zinapokuwa zinatokea, jitahidi kama mchezaji uichukue ile fursa, kwa sababu watu wanabadilika, mazingira yanabadilika na nyakati zinabadilika. Kwa hiyo hizi ni nyakati ambazo maybe wachezaji wanatakiwa wanufaike nazo, na tujui miaka miwili mmoja huko mbele tutakuwaje. Kwa hiyo wachezaji wamekuwa kidogo wana kale ka serious na commitment kwenye jambo ambalo tunafanya sisi. Alright. Wadau tunaonekana tuko serious zaidi kuliko wachezaji. Okay. Alright. Na nikupe tu hongera kwa sababu Q Master ni brand kubwa ambayo inafanya vizuri, na tunaona mara kadhaa mmetoa ubingwa katika mashindano tofauti ya team pamoja na individuals. Lakini wewe kama kiongozi wa klabu hii unajiandaa vipi ku maintain status yako ya brand hii kuendelea kwenda juu na instead ya kudrop? Kwanza kinachojenga brand ya klabu yoyote au chombo chochote cha michezo, cha kwanza kabisa ni matokeo. Yeah. Cha pili ni miundombinu. Unajua kama haupati matokeo mazuri, hauna arena nzuri, huwezi kutengeneza brand ya timu yako. Yes. Kwa hiyo tumejaribu kwanza kujenga hivyo, alafu cha pili pia wachezaji. Kuna wachezaji ambao pia sisi tunao ambao tayari washatengeneza brand zao, ambao tayari ni maarufu, wanafahamika. Kwa hiyo leo hii Q Master ikiwa na mchezaji kama Fikot, ni kama mimi Q Master imechukua mashabiki wa Fikot, tayari wanakuwa ni mashabiki wa Q Master. Kwa hiyo brand pia inakuzwa kulingana na aina ya wachezaji ambao pia wapo kwenye klabu. Mimi nafikiri klabu yetu ina wachezaji wengi wenye profile kubwa, wanaojitambua na wameshafanya makubwa kwenye mchezo. Kwa hiyo imerahisisha pia brand ya Q Master kuwa kubwa kwa muda mfupi.
Alright. Speaking ya wachezaji ambao ni brand kubwa, tumeona wewe ni moja ya watu ambao umesajili wachezaji wengi kutoka mataifa mbalimbali. Ile imeleta chachu gani kwa wachezaji ambao walikuwepo hapa, wazao wa Q-Master na hata wa klabu zingine lakini ni wazao? Unajua mwaka jana tulipoleta wachezaji wa nje ilitengeneza hamasa mpya kwenye mchezo ndani ya klabu yetu na nje ya klabu. Umeona? Kwa sababu pia kila mdau alikuwa anatamani kuona wachezaji wetu wa ndani wanaweza kuovercome vipi hizi challenge. Yes. Umeona? Kwa hiyo naweza nikasema kwa kiasi kikubwa imesaidia huu mchezo wetu kupiga hatua kwa namna moja au nyingine, kwa sababu tumepata fursa kuwaona wenzetu wanavyofanya mazoezi, wanavyopata matokeo. Kwa hiyo pia tumetengeneza nafasi ya wachezaji wetu wa ndani kupata zile changamoto, sio mpaka waende kwenye mashindano ya kimataifa wakutane nayo. Kwa hiyo ni mchango mkubwa sana ambao wao wachezaji wa nje wameonyesha kwenye klabu yetu na pia klabu ya hizi klabu zingine ambazo zinapambana na sisi, kwa sababu wamekuwa ni kama ukitaka kujipima lazima wafike Q-Master. Kwa hiyo sisi tumekuwa ni kipimo chenye klabu vingine, kwa ni jambo kubwa na jambo zuri. Aisee, hongera sana kwa hilo. Nashukuru sana. Katika usajili wako pia tumeona umesajili mchezaji wa kike Rukia Naiga kutoka Uganda, lakini hatujaona akija kutembelea meza aidha siku moja kufanya trial na wasichana, na wao pia wanatamani kunufaika na usajili wa Rukia katika klabu yako. Vipi hilo lipoje? Unajua kwa Tanzania kidogo tumekuwa kama kidogo tumechelewa, especially kwenye support mchezo kwenye gender. Umeona? Na hii inatokana na hatuna damu changa ambao wanaweza wakacheza huu mchezo bila kuwa na majukumu mengine. Umeona? Asilimia kubwa ya wadau ambao wa kike ambao wachezaji ambao wanacheza mchezo Tanzania wengi aidha wanakuta ni mama mwenye familia. Yes. Tayari kuna age fulani ikashavuka, kwa hiyo let's say Utebo anaipa maybe 10% kwenye maisha yake. Kwa hiyo sasa kwa namna hiyo mimi siwezi nikamleta Rukia aje kusupport au kutengeneza challenge kwa wachezaji namna hiyo, lakini ninachoamini ni kwamba mchezo kwa upande wa wanaume ukiamka vizuri, mazingira yakiwa mazuri, tutaweza kuvutia watoto wa kike pia nao wafike, kwa sababu naona nikienda pale usalama uko vizuri, ustaarabu upo, nidhamu ipo. Kwa hiyo na mimi naweza nikaenda nikajifunza pool. So cha kwanza mimi nafikiri tunarekebisha kwanza upande wa wanaume, at least tukae sawa, na mimi tukikaa sawa tutawavuta tu pia kina dada zetu nao wataanza kuja kidogo kidogo. Najua wapo lakini bado hawajaweza kujitokeza sana kwa sababu ya taswira ambayo ipo kwenye mchezo. Sawa. Nikupe tu hongera, mwaka jana umefanikiwa kwa kiasi kikubwa kwenye mashindano ambayo tulifanya, ya kwanza ya Dar es Salaam lakini pia tulifanya ya Arusha. Kipi tutegemee kwenye haya mashindano ya tatu cha tofauti kupitia mashindano yaliyopita? Sisi kwanza tunapoandaa mashindano tunaandaa kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wetu. Hatuandae kitu kwa ajili ya kumfurahisha mtu. Umeona? Tunaamini kwamba huu mchezo ni ajira na kuna watu wanapoteza muda wao kwa ajili ya kuja kuparticipate kwenye mashindano. Kwa hiyo sisi tunachoamini ni kwamba haya mashindano yetu tutakuwa tunayaboresha mwaka hadi mwaka. Nadhani pia hata nyinyi mnaona mwitikio wa mwaka huu ni tofauti na mwaka jana. Nadhani mwitikio wa mwaka huu umekuwa ni mwitikio ambao ni mkubwa. Kwa nini mwitikio unakuwa ni mkubwa? Swala tu sio fedha kwamba labda naenda kuchukua fedha, lakini pia mazingira ambayo mtu anakutana nayo, kwamba bwana nikienda kule nakutana na mazingira mazuri, watu wakarimu, usalama upo, viwanja ni vizuri. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo sisi tunakuwa tunavitengeneza kwenye huu mchezo. Network tunaitengeneza, kuna watu watakutana hapa kupeana fursa na nini na nini. Kwa hiyo ni platform ambayo ni kubwa ambayo sisi tunaitengeneza kama Q-Master kwa wachezaji pia na wadau wa mchezo. Kwa hiyo mashindano ya mwaka huu nimeona pia ni watu wengi naona kama wameyapania sana na maandalizi yamekuwa ni mazuri sana. Kwa hiyo naamini itakuwa ni mashindano nadhani mazuri sana. Alright. And so far mpaka sasa hivi ni nchi ngapi ambazo zimesha confirm uwepo wao? Tuko na nchi almost zaidi ya 12 wameconfirm kushiriki kwenye singles na kwenye team. Umeona? Na ukiangalia kama sasa hivi for the first time tunaleta wa Nigeria wanakuja. Umeona? For the first time tunaleta wa Kongo wanakuja. Umeona? Kwa hiyo hii inakupa nini? Inakupa kwa kwamba kuna kitu ambacho tumekipanda mwaka jana ndicho ambacho kinaleta haya matukio. Kwa hiyo sisi wajibu wetu sio kwa ajili ya Q-Master tu, Tanzania kwa ujumla, kwamba tunatakiwa hili jambo tulibebe wote kama Watanzania
na tulifanya kama ni mashindano ambayo ni ya kwetu, ambayo yana present mwisho wa siku Tanzania, kwa sababu mwisho wa siku hakuna mtu ambaye atakuwa anaongelea Kimasai, tutakuwa tunazungumzia Tanzania. Bwana, Watanzania ni wakarimu, Tanzania mazingira yao ni mazuri, Tanzania chakula ni kizuri, Tanzania kuna usalama. Kwa hiyo haya mashindano yanaweza yakatupa mileage fulani sisi kama taifa, na pia sisi kama klabu tutanufaika kwa ile kusema bwana, kuna kitu ambacho pia tumekitengeneza kwenye huo mchezo na watu wamekiona na watu wanafurahia. Kwa hiyo ni legacy ambayo tunaitengeneza. Definitely. Ni kitu gani ambacho kilikufurahisha zaidi kwenye mashindano yaliyopita? Kitu ambacho kilinifurahisha zaidi kwenye mashindano ambayo yalipita ni unity au ule umoja ambao tulikuwa nao, kwa sababu ilifika point watu wanakuambia mashindano mbona yamekuwa mafupi sana. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ile togetherness ambayo tulikuwa tumeitengeneza ilikuwa ni zaidi ya mchezo, kwamba Waafrika tumekutana, Wakenya, Waganda, wa South Africa, tumekuwa kama familia. Kwa hiyo ile mashindano yalivyoisha, unaona tena naanza kurudi nyumbani bwana hivyo. Kwa hiyo hata wale waliofungwa, waliopoteza, lakini waliondoka wana furaha. Kwa hiyo sio kitu kirahisi kufanya jambo kama hilo, kwamba kila mtu anatamani hilo jambo lisiishe. Yes. Kuna mashindano mengine unaota mtu katolewa tu kesho hayupo, lakini asilimia kubwa wale ambao walitolewa mwanzo waliweza kukaa mpaka mashindano yakaisha. Umeona? Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi binafsi nilikifurahia na nashukuru Mungu, jambo lilienda vizuri na mapokezi yalikuwa mazuri, na ndio maana hata tunapoandaa jambo hatutumii nguvu kubwa. First edition tulibaki na kombe kwenye singles category, alichukua Reid Kabwe, mchezaji kutoka katika klabu yako. Nini matarajio yako katika hii third edition? Kiuhalisia safari hii tunataka tubebe kila kitu, kwa sababu haya mashindano ni ya kwetu. Alright. Kwanza kwenye upande wa timu tumejiboresha, tumesajili damu changa, wana njaa. Kwa hiyo na pia mwaka jana kuna vitu vidogo vidogo ambavyo tulifanya kwenye upande wa timu na matokeo mazuri, lakini this time tunajua tulikosea wapi. Kwa hiyo tunaamini kwenye upande wa single tutafika mbali, na kwenye timu tunaamini tutafika mbali na tutapata zawadi nzuri. Alright. Na speaking of zawadi ni nono. Mwaka jana tulikuwa na extra bonus, tulikuwa na 2 nights ya Zanzibar trip. This time around tuko Arusha na tunajua ni northern parts ya Tanzania kwa safari. Yes. Kitu ambacho tunakifanya safari ya Arusha ni kwamba tutakuwa na surprise gift ambayo tunaiandaa sisi kama Kio Master. Okay. Kutokana na mazingira ya Arusha jinsi yalivyo. Alright. Kitu ambacho hatukiweka kwenye package from the beginning, lakini ni kitu ambacho tunakifanyia maandalizi. Kwa hiyo inaweza kaja kama surprise. Okay. Especially kwa wachezaji na wadau, kwamba si tu mchezaji ambaye atanufaika, inawezekana pia hata mdau akanufaika kwa namna moja au nyingine ambapo anashiriki katika kusukuma huu mchezo. Inaweza kawa ni Mganda, Mkenya, Mtanzania au South Africa, nategemea. Alright. Mwisho kabisa, wewe kama kiongozi unasimamia vipi kuhakikisha discipline inaendelea kwenye klabu yako? Unajua nidhamu ni maandalizi ambayo tunayafanya sisi na chama cha Portable. Umeona? Sisi kama Kio Master, kama Chapulu, wamekuwa kama familia. Yes. Umeona? Wamekuwa wakitutegemea sana kwenye matukio yao, kwenye mambo yao, na sisi pia tumekuwa tunawategemea. Kwa hiyo kanuni zote tunazozitengeneza, sheria zote tunazotengeneza za mchezo ni vitu ambavyo viko underlined kwenye chama chetu. Kwa hiyo mashindano yetu, mashindano ambayo yaangalii huyu ni Mtanzania, huyu ni Mkenya, huyu ni nani. Ni mashindano ambayo yaangalii kwamba huyu ni mchezaji wa Kimaster, huyu ni mchezaji wa Sniper, huyu ni wa Naivas na nani. Hapana. Yaani ni sheria ambazo tunaziandaa, ni sheria ambazo za kumlinda kila mtu ambaye participate. Umeona? Kwa hiyo watu waje kwa wingi, waje washuhudie mashindano ya mwaka huu. Kiukweli yataweka historia mpya kwenye taifa letu. Tunapokea sana simu nyingi sana kutoka kwenye vyombo vya habari, mashindano. Kwa hiyo hii kitu hii maana yake ni kwamba tayari kuna namna fulani kinafika. Kwa hiyo kuna vitu tunavirahisisha kwa ajili ya chama chetu cha Portable pia katika kufanya harakati zao za kupeleka mchezo mbele. Okay, na speaking of chama, saizi wako bado wanaendelea na programu ya katiba. Ni kipi kama mchango wako wewe unatamani kiongezwe kwenye katiba au kipunguzwe au kirekebishwe? Mimi nafikiri kitu kikubwa sana ambacho kinajenga taasisi
ni kanuni na taratibu. Kanuni na taratibu ambazo mwisho wa siku lazima zimguse kila mdau. Umeona? Kanuni za mchezo hazitengenezwi tu kwa ajili ya kumlinda mchezaji. Mchezo wa pool table ni tofauti na mchezo wa mpira. Unaelewa? Mchezo wa pool table ni mchezo ambao unahitaji sana wadau kuliko mchezo wa mpira. Unaelewa? Kwa hiyo mimi ninachotamani mwisho wa siku ni kwamba ile katiba ambayo tutaipata ile ambayo imemgusa kila mtu, kwamba mimi kama mdau haki zangu ni zipi, wajibu wangu ni nini? Mimi kama mchezaji haki zangu ni zipi, wajibu wangu ni nini? Sisi kama vilabu haki zetu ni zipi, wajibu wetu. Kwa maana kila mtu akiguswa pale ataona kabisa kwamba kumbe na mimi kwenye katiba nazungumzwa. Kwa hiyo kuna namna moja au nyingine nahitaji kushiriki pia katika kusukuma huu mchezo. Kwa hiyo sisi tunawapongeza wanaoendelea na hizo harakati za kuboresha, sababu kila kitu ni kizuri katika wakati wake. Unaona, mimi sizungumzi kwamba ile katiba ambayo ipo ni mbaya, hapana, kwa sababu ile katiba ambayo ipo ndio tumekuwa nayo miaka yote, lakini tu ni kwamba mazingira yanabadilika, nyakati zinabadilika. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunahitaji tuviboreshe ili tuendelee kuwa na kitu ambacho ni bora zaidi, ambacho kitakidhi matakwa ya sasa. Lakini ile hoja ya kusema katiba hii ni mbovu, katiba haifai, sidhani kama ni kitu ambacho mimi naungana nacho. Katiba ambayo ilikuwepo ni nzuri na ndio maana imetufikisha hapa, lakini inawezekana tunaweza kupata katiba ambayo ni nzuri zaidi kulingana na nini, na kasi ya mchezo ambavyo naenda. Alright. Mwisho waelezee chochote mashabiki wa Q Masters wakaribishe katika mashindano haya. Okay, mimi napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha kila Mtanzania wa Afrika kwenye mashindano yetu ambayo yataanza kwa tarehe 27 hapo Arusha, lakini pia kuna wenzetu pia Kilimanjaro wameona fursa ya mashindano ya Arusha, wameandaa shindano lao la Moshi. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama sisi kama Watanzania wote tuweze kusapotiana na kutoa mwitikio kwenye mashindano yale. Kwa hiyo pia nawaombea pia hawa wenzetu Hugo ambao wameandaa mashindano kwa mara ya kwanza, tuwatie moyo na tunawatia moyo kwa kuwasapoti. Tutawasapoti vipi? Kwa kuwapa mwitikio. Kwa maana hata sisi Kimasta tumeamua kupeleka timu. Tulikuwa tunataka tupeleke timu 3, lakini kwa bahati mbaya international haitakuwepo kwa sababu ya kuna vilabu fulani vimeingiliana kwa baadhi ya wachezaji wa international. Lakini wachezaji wetu wote loko watashiriki na tutatoa support ambayo natakiwa. Right. Tumeona katika usajili wako una vyuma vipya vijana chipukizi kabisa. Matarajio ni yapi kutoka katika vijana hawa wapya katika usajili wa timu yako? Unajua sisi tumekuwa tukiwa na wachezaji wakubwa, na kwenye hii michezo kumekuwa na kasumba ya kusema lazima niwe na mchezaji daraja fulani, niwe na mchezaji daraja fulani, unaelewa? Lakini mwisho wa siku ni kwamba unakuwa na mchezaji daraja fulani lakini bado hakuna faida unayoipata, unaelewa? Alafu pia sometimes unakuta mchezaji anaamini kwamba labda kashamaliza, hana ile passion tena kwenye mchezo kama alikuwa nayo ile miaka 3-4 nyuma, unapata. Lakini sisi kama Q tunajaribu sasa kuwasupport wale vijana ambao wanaonekana wana ndoto, umeona? Ndio maana hata mara kwanza nilisema kwamba Q inamfursa mchezaji yoyote, haijalishi ni wa nchi gani, as long as yeye anaamini kwamba bwana, kupitia hii klabu naweza nikafika ndoto zangu, sisi tutamkaribisha, umeona? Mbongo Duncan wamekuwa ni vijana ambao wamekuwa consistent kwenye performance zao kwenye tournaments nyingi, kwenye money matches nyingi, na pia zaidi wamekuwa ni wachezaji ambao wana caliber ya professional player ambao wanatakiwa kuwepo in terms of self discipline, kujisimamia, kujiongoza. Kwa hiyo mimi nikaona kabisa kwamba sasa ni wakati ambao ninaweza join up na wale vijana na nikawasupport. Kiuhalisia tu ni kwamba vijana nitakuwa nao muda mrefu sana, unaelewa, lakini tu ilikuwa tunasubiri wakati ambao ni sahihi, na tunaona huu ndio wakati sahihi. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi tu mimi kuamua na wao kuamua kuja, umeona? Yes. Na kuna mtu ambaye anaweza kufikiri kwamba hawa vijana maybe wamekuwa mamilioni au nini, lakini kinachouza Q ni project, kwamba mtu hata kama unaambia nitampa milioni 5, milioni 10 mwezi tu hela hana, lakini mwisho wa siku ndani ya Q ataishi vipi, atasurvive vipi, maisha baada ya hapo yatakuwaje, yeye ndoto yake itatimia vipi? Kwa ni vitu ambavyo sisi tunawatengenezea hawa wachezaji. Nadhani nyinyi mnaona namna ambavyo pia tunawahamasisha waweze kucompete, kufanya nini. So
wako vizuri. Alright. Na umeanza kunenepa. Mbona umeanza kunenepa? Mbona ameanza kuwa na kitambi. Sasa hongera sana kwa hilo. Na nikupongeze tu brother Tima, na tukuombe kwa Mwenyezi Mungu aendelee kukujaza moyo huo ili tuendelee kusonga mbele katika mchezo huu. Nikutakia kila laheri katika mashindano haya. Tukutane Arusha. Asante, karibu sana. Shukran sana. Huyo ni brother Tima Ntengo, ndio mkurugenzi wa Q Masters. Msikiliza aliyotuambia. I said nishike nafasi hii kumkaribisha kila Mwafrika katika mashindano haya, kwa sababu ni mashindano si ya kukosa. Tunaelekea kutengeneza historia nyingine ya Q Masters International. Mimi ni Halima kutoka Sams TZ. Until next time, bye bye.